Habari za wakati huu, na imani mpo salama. Kwa majina naitwa Abdallah Hashim Msangi, ni afisa lishe kutoka kitengo cha lishe hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Tukiwa katika vipindi vya mfungo kwa Waislamu mwezi wa Ramadhani, lakini pia Kwaresma, nataka tujifunze kidogo kuhusu faida za kilishe zitokanazo na tunda aina ya tende. Kwa Waislamu wengi wakati wa kufuturu au breakfast huwa wanatumia tende kama tunda au chakula cha awali kabisa baada ya kufunga kwa muda mrefu. Lakini tende ni tunda la aina gani? Kitaalam, tende ni tunda ambalo lina faida nyingi sana za kiafya. Nitaorodhesha baadhi ya faida hizo ili tuweze kuona umuhimu wake na tuweze kuliongeza katika milo yetu ya kila siku. Tende kwanza ni tunda ambalo lina virutubishi vingi sana. Tende lina wingi wa virutubishi vya wanga, lakini pia kiasi kizuri cha virutubishi vya protini, bila kusahau madini kama madini chuma, madini ya kopa, madini ya potassium, madini ya magnesium, madini ya manganese, ambao kwa ujumuifu madini haya yanasaidia katika utendaji kazi mzuri wa miili yetu kwa ujumla. Lakini pia tende ina kiasi kikubwa sana cha makapimlo ama dietary fiber. Makapimlo haya kwenye tende yana faida nyingi sana. Nitataja faida chache zitokanazo na makapimlo hayo. Makapimlo yanasaidia katika kuimarisha afya ya tumbo kwa ujumla. Changamoto za kutokupata choo au tumbo kujaa gesi ukitumia chakula ambacho kina makapimlo kwa kiasi kikubwa, inasaidia kuimarisha afya ya tumbo kwa ujumla. Hivyo tende ni muhimu kwa sababu ina kiwango kizuri cha makapimlo. Lakini pia tende ina kiwango kikubwa sana cha nishati. Ndio maana mara nyingi mtu akifunga muda mrefu anashauriwa kufungua kwa tende, kwa sababu itampatia nishati ambayo inaweza kumpatia nguvu kwa wakati ule baada ya kukaa muda mrefu bila kupata chakula. Kwa hiyo tende ina kiwango kikubwa cha nishati, ila tunashauri iliwe kwa wastani, kwa sababu ukila kupitiliza inaweza kapelekea ongezeko la uzito kwa sababu ya wingi wa nishati tokanao na tunda hilo. Lakini kuna tafiti nyingi zinaendelea kufanyika juu ya faida na umuhimu wa tende kwenye afya zetu kwa ujumla. Nitataja faida chache ili tuweze kuwa nazo makini. Faida ya kwanza ni kuna tafiti zimefanyika kuonyesha kwamba tende ina wingi wa chemicals, mfano wa antioxidants. Kemikali hizi zimehusishwa na kupunguza au kuzuia uwezekano wa kupata saratani mbalimbali, mfano saratani ya utumbo mkubwa. Kwa kula tende au kuongeza zao la tende katika milo yetu linasaidia zaidi kuimarisha afya zetu, hususani afya ya tumbo. Lakini pia tafiti zinaonyesha ulaji wa tende kwa mama mjamzito wiki 3 hadi 4 mwishoni akiwa anakaribia kujifungua inasaidia kupunguza muda wa leba akiwa wakati wa kujifungua. Lakini pia inasaidia mama kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo nashauri tuongeze kula zao hili au tunda hili la tende katika milo yetu ya kila siku. Faida nyingineyo itokanayo na ulaji wa tende ni ule wingi wa virutubishi. Tende ina virutubishi vingi kama nilivyosema awali. Kuna madini mengi ya potassium yanapatikana kwenye tende, lakini kiasi kizuri cha madini chuma. Kwa ulaji wa tende kwenye mlo wako kila siku utaweza kusaidia wewe kufikia kiwango cha madini chuma ambacho unahitaji kwa siku ili kuimarisha afya ya mwili wako kwa ujumla, kwa sababu madini chuma yanasaidia katika kutengenezwa kwa seli nyekundu za damu ambazo ni muhimu katika usafirishwaji wa hewa ya oksijeni miilini mwetu. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuzingatia matumizi ya tunda hili la tende. Rai yangu au hoja ni kwamba tujitahidi tuweke tende miongoni mwa vyakula vyetu vya kutumia mara kwa mara. Isiwe ni tunda la msimu, kwa sababu tunda hili linaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Kuna tende za aina nyingi, lakini asilimia kubwa ya tende tunazokula ni zile ambazo zimekaushwa. Kwa tende iliyokaushwa ina kiwango kidogo cha maji, hivyo inaweza kukaa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hiyo tunaweza tukabadilisha mtindo wetu wa maisha na kuongeza zao hili au tunda hili katika milo yetu ya kila siku. Ukila tende 2 kwa mlo mmoja sio mbaya, inaweza kusaidia kupata faida hizi miongoni mwa faida ambazo tumezielezea hapo awali. Asante sana.